Kongamano la kitaifa la mama na baba lishe limefunguliwa leo na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Malengo makuu ya ujio wa kongamano hili ni kuonesha fursa mpya ambazo zinawagusa moja kwa moja mama na baba lishe hapa nchini, kufungua fursa mpya, lakini pia kuhakikisha kwamba na wenyewe wanakuwa ni sehemu ya kuchangia uchumi na pato la taifa. Licha ya kwamba wamekonganika hapo, lakini masuala kadhaa yamejitokeza, huku rais pia akitaka yatengenezwe mazingira rafiki zaidi kwa kundi hili. Lengo ni kuhakikisha kwamba hakuna watu ambao wanaachwa katika ule mchakato wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Rais akakaa na kueleza kwamba ni lazima yawepo maeneo mahususi ambayo yatawasaidia mama na baba lishe kufanya shughuli zao kwa utulivu, lakini pia wapate mikopo ambayo haitowaumiza ili kusukuma mitaji yao kufikia malengo yanayokusudiwa. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin, na kualika kwenye uchanganuzi hii leo. Hiyo ndio mada yetu. Naitwa Nordin Selemani. Studio tumemwalika katibu wa mama na baba lishe hapa nchini kupitia umoja wao ambao wenyewe wanaofahamu kama Umalita, Juliet Madata. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Kwema. Mambo wanasemaje? Mungu ni mwema. Kwanza, kongamano leo limekuwa na tija ama mwelekeo chanya ambao mliokusudia? Ndio, yani kongamano tu akiwa amefika mgeni rasmi ambaye nyinyi mlikuwa mnatamani afike, tayari linakuwa limeleta matokeo chanya na kuleta tija kwa mama na baba lishe wote. Nini umuhimu wa ili kongamano? Ni kipi ambacho kikawaumizeni vichwa na kusema hebu sasa tuje kwanza na ili kongamano ambalo walete pamoja mama na baba lishe? Unajua mama lishe wako wengi sana, lakini mama lishe ni kundi ambalo lilikuwa kama limesahaulika. Na sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, watu wanasema. Kwa hiyo sisi tulikaa tukaona tukiwa tunalalamika mmoja mmoja hatuwezi kusikilizika kwa ukubwa, lakini tukijiorganize na kuwa pamoja wengi, tukatoka tukazungumza, ni rahisi kusikilizika. Kwa hilo ndio lilikuwa lengo hasa ya kuanzisha umoja wa mama lishe na baba lishe. Umoja wenyewe unawagusa kina nani hasa, na nini ambacho labda ni kigezo cha mtu kuwepo kwenye huo umoja wa mama na baba lishe? Umalita inamgusa baba na mama lishe wote, na kigezo kikubwa cha mtu yoyote kujiunga na umalita ni kuwa mama lishe tu au baba lishe. Hakuna kigezo kingine. Kwa wewe ukiwa baba lishe au mama lishe, maana yake ni kwamba wewe ni umalita. Yes. Kwa wote hawa sisi ni wakwetu. Hakuna urasmi. Najua kwamba labda kuna vyama ama mashirika mengine na hata watu ambao wapo kwenye makundi mengine, inawezekana labda ukiingia kuna ada unatakiwa utoe, unatambulika hivi, unapewa labda hata kadi na vitu vya namna ili wakati mwingine labda uje unufaike na masuala kadhaa. Sasa sisi kwanza, wakati tunaanza, lengo letu lilikuwa ni kuongea au kuwa na sauti moja, lakini pia tukapata bahati ya kutembea kwenye kampeni mikoa yote. Kwa hiyo tukawa tunajua kumbe changamoto iliyo kwa Dar ndio iko Mwanza, ndio iko Tanga, ndio iko wapi. Kwa hiyo tukasema tuje na hichi kitu, tengeneze umoja ambao utatusemea sisi wote kwa pamoja. Tuna utaratibu wa kujiunga kwa sababu sisi chama chetu bado ni kidogo, lakini leo kimekuwa kikubwa na kitakuwa kikubwa zaidi. Taratibu yetu sisi mama lishe au baba lishe tunamsajili na kumuingiza kwenye mfumo wa umalita ili yeye apate zile fursa za kuwa mwanachama wa umalita. Kwa hiyo zipo some procedures za huyu mama au baba lishe kuzifanya ili awe mwanachama. Procedure ya kwanza,
sisi tunataka kuwaingiza watu wote kwenye mfumo ili tujue uko wapi, una experience ya muda gani kwenye biashara yako, lakini una changamoto zipi, umri, wewe ni Mtanzania, lakini pia ni fursa gani ambazo wewe unatamani kuzipata kwa kutumia daraja la UMALITA. Kwa hicho sisi ndicho tunachofanya. Kwa utaratibu wetu tunamsajili huyu mama, lakini kuna ada kidogo anatoa ambayo tunampa ID card. Hii ID card ni rahisi wewe kwenda sehemu yoyote ukasema mimi ni UMALITA. Yes. Na akisha kuwa sasa mwanachama, nini ambacho anatarajia kunufaika? Kwa sababu tunajua, hata mwenyewe umesema wakati mnapita mmeona shida, changamoto ambazo za mama wa Dar es Salaam, ndo mama na babalishe wa Arusha, mama na babalishe wa Ruvuma, na kila mkoa zinafanana. Akisha kuwa sasa mwanachama wa UMALITA, nini ambacho anakipata ili kumuondoa sasa kwenye haya ambayo yanaonekana kama vikwazo? Kwanza anapata sehemu ya kusemea. Hilo ni kitu cha msingi, lakini pia sisi kama viongozi wao au huu kama umoja wao, sisi tunajitahidi wao wapate vile vitu vya msingi. Sisi tunajitahidi wao wapate mikopo ambayo ni nafuu, kuwatoa kwenye kausha damu, kuwarudisha kwenye mikopo ambayo yenye riba nafuu. Okay. Lakini pia sisi tunajitahidi au tunaendelea kuongea na serikali, kama leo umeona Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo kuhusu bima ya afya. Tunatamani kila mamalishe apate bima ya afya. Lakini pia matamanio yetu au matarajio makubwa ya UMALITA ni mamalishe na babalishe wote watumie nishati safi. Kwa hiyo hivi ni baadhi tu ya vitu ambavyo huyu baba au mamalishe akijiunga na UMALITA atavipata: elimu ya kuhusu afya ya chakula pamoja na usafi wa chakula, bima ya afya, mikopo ambayo ina riba nafuu ya 7%, na kwenye taasisi nyingine za kifedha. Ndiko huko tutakapowasimamia kuhakikisha kila mtu anapata. Tuanzie kwanza hapo kwenye elimu. Umegusia jambo ambalo ni la msingi. Unajua kwamba watu wengi ambao wanaingia kwenye hizi shughuli, wengine ni kwamba amekosa kazi. Wanasema kwamba sasa mimi sina kazi nyingine, acha niwe mama lishe ama baba lishe. Lakini sio kitu ambacho labda amekaa amesomea na kufanya labda kwa dhamira ambayo kweli imemsukuma kufanya hivyo. Mtawasaidia nini? Kwa sababu tunaona leo kuna watu wanakwenda VETA wanahitimu, lakini hata serikali imekuja na mtaala wa amali ambao na wenyewe ndani yake kuna kitu ambacho kinaitwa mapishi. Kwa hiyo mtu anaweza tangu mapema akawa amejiegemeza kwenye hilo eneo. Kwanza sisi tunataka kushirikiana na hizi taasisi ambazo zinadili na mambo ya afya ya chakula bora, lishe bora, ili kupata semina ndogo za hawa mamalishe kwenda kupata hiyo elimu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo ndani ya dira yetu au mpango mkakati wa miaka 5 ya chama, wapate elimu kuhusu usafi, afya, lishe bora. Yes, kwa hivyo vitu vyote vipo kwenye mpango mkakati wa UMALITA. Nishati safi kama ambavyo mwenyewe umeigusia, kwanza ni mpango wa serikali kufika 2030 kuhakikisha kwamba watu wote wameingia kwenye nishati safi ya kupikia. Lakini unaona bado wana baba na mama lishe wengi ni kama kuna kitu wanakilalamikia kinaitwa gharama. UMALITA, nafasi yenu ni nini kuhakikisha kwamba hili la nishati safi linafikia viwango ambavyo serikali inavitaka, na malalamiko ama kilio cha gharama na chenyewe kisiwe tena kikwazo kwa watu kutimiza hayo malengo? Sisi kama UMALITA tunashirikiana na mashirika mbalimbali ya gesi au kampuni za gesi, lakini pia kuna nishati safi za aina tofauti. Kwa hiyo kuna mfumo mmoja sisi tumeufuatilia na kuona kutoka ORS Gas, mfumo ambao wanafunga gas alafu wanapitisha bomba kwenye masoko ya wale wa mamalishe, alafu unakuwa unalipa kama luku.
tukaona ni rahisi kwa mamalishe, lakini pia kuna majiko ambayo kwa bahati nzuri sana sisi wakati tumeenda Azam, ofisi ya Azam, wakati tunaandaa kongamano letu tulikuta majiko yanatumia ethanol. Yes, yanatumia ethanol na yenyewe ni cheap. Kwa hiyo sisi tunaongea na hizi kampuni za gas, lakini watu wote ambao ni makampuni ya nishati safi kutoa elimu kwa hawa mama, kwa sababu wamama wengi wanaona gharama ya gesi iko juu, lakini kupitia Umalita sisi pia tumekuja kugundua kwamba kuna nishati safi aina nyingi sana ambayo kumbe mamalishe anaweza akatumia na isiwe ya gharama ya juu, lakini ikamsaidia yeye kuhama kutoka kutumia nishati ambayo sio salama kwenda kwenye nishati safi. Kwa hiyo tutashirikiana na wadau mbalimbali kutoa elimu kwa hawa mama na babalishe, kwanza wajue kuna nishati safi za aina mbalimbali, lakini pia tuzungumze nao na kuangalia uwezekano wa kutengeneza huo mfumo wa kulipa gas kwa kama look. Mtu analipa kulingana na matumizi yake ili kupunguza hiyo adha ya gharama. Lakini pia sisi kama unavyojua vizimba vingi vya masoko sio rafiki kutumia nishati safi, na ndio maana kwenye risala yetu tulizungumza hilo, na tunashukuru Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo vizimba virekebishwe au viboreshwe ili hawa mama na babalishe waweze kutumia nishati safi vizuri zaidi. Rais amesema kwamba mpatiwe maeneo maalum ambayo mwe mnafanyia shughuli hiyo. Tumeona wakati wa machinga walikuwa wakihamishwa kwenda kupelekwa kwenye baadhi ya maeneo, kulikuwa kuna vilio kwamba kuna mambo hajazingatiwa, kwa hiyo tumepelekwa sehemu ambayo hakuna wateja, ni kama tumetupwa ama kususwa. Nyie mnaamini vigezo gani vitumike ili eneo ambalo mnapelekwa liwe na tija na liwasaidie kibiashara? Kwanza sisi tunaamini chakula huwa kinazungumza. Namna mtu ambaye anaweza kuishi bila kula. Kwa as long as masoko yanajengwa kwa ubora mazuri, wanapewa vizimba vizuri na kutumia nishati safi, mteja yote atakuja. Kwa sababu Dar es Salaam, kwa mfano kama Dar es Salaam ni kubwa. Kila sehemu wanaishi watu. Kwa watapata wateja, lakini la muhimu ni kuboreshewa mazingira ya ufanyaji kazi wao uwe rahisi. Kwa mimi sidhani kama natakiwa ni point kwamba akipelekwa sehemu fulani ndo atafanya biashara vizuri au atapata wateja. Mimi naamini kila sehemu kuna watu wanaokula, kwa sababu watu tunakula kila siku. Kwa la muhimu ni kwamba haya masoko yanayojengwa au yanayoboreshwa yawekwe kwenye viwango vizuri ili hawa mama na babalishe wapate mazingira ambayo ni rafiki ya kufanyia kazi. Maeneo mnataka yawe tu rasmi ambayo yanawahusu nyie peke yenu, ama ni lazima muwe katika eneo lenye mchanganyiko hivyo wa watu? Masoko mengi yanajengwa ya mchanganyiko. Na sisi hilo tuko sawa nalo. Shida huwa tu vizimba ni vidogo, lakini kuna wakati hawa mamalishe na babalishe wanapangwa juu. Sasa wewe mteja anatoka huko nje aje apande ngazi aende akale chakula, inakuwa changamoto. Lakini tuna mamalishe walemavu pia. Kwa nafikiri kwenye ujengaji wa masoko tunaomba kwa unyenyekevu mkubwa sana wao at least wanatushirikisha sisi ambao ndo wahusika wakuu tunaotumia hivi vizimba, ili tuweze kuambia tunatamani nini na nini kiwepo pale, ili at least haya mazingira yawe rafiki kwetu kufanyia biashara. Mmetoka mbali, enzi zile za kukimbizwa na mgambo, kuchukuliwa vyakula vyenu, mitaji ikapotea, kumwagiwa chakula na vitu vya namna. Na leo hii hatimaye sasa kunaanza kuonekana taswira tofauti. Baada ya hili kongamano, mnatamani liwatoe wapi kwenda sehemu gani nyingine ambayo itakuwa bora zaidi kwenu? Kwanza naomba nikwambie kwamba kongamano limeshatutoa sehemu moja kwenda nyingine. Mheshimiwa Rais kutoa tu maelekezo ya yale ambayo tumemuomba kwamba yafanyiwe kazi, tayari kuna hatua tumepiga. Kwa sisi tuna matarajio makubwa na matumaini makubwa, kwa sababu tayari Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo. Kwa tutashirikiana na serikali na taasisi binafsi pia, ili tufikie yale malengo ambayo tunatamani huyu mamalishe wa chini angalau upgrade afike kwenye kiwango fulani.
tunaona kwenye miji mamalishe wamekuwa wakitumika, lakini ni kama kitu ambacho sio rasmi hivi. Mmewahi kukaa na kufikiria kwamba muwe na mikataba labda na baadhi ya ofisi mbalimbali ili muwe mna hiyo nafasi ya kwenda kufanya shughuli zenu na kuwapatia kipato? Mathalan, watu wanaofanya shughuli posta, huwa tunaona baadhi ya mama na babalisha wanapika vyakula nyumbani kwao, anafika pale tuna vifaa vyake ndio anasambaza chakula. Maana yake kuna fursa hapo. Maeneo kama haya mmewahi kuyaona kama na nyie tija yake ipo na nini ambacho kifanyike ili kuwasaidia zaidi? Kama leo mmesikiliza risala yetu, tuliongelea kuhusu soko la Kisutu ambao liko mtaa wa Libya. Lile soko sio rasmi, lakini walipewa mamalishe karibu 120 kufanya biashara kwa muda. Kwa hiyo ni soko ambalo halijarasimishwa rasmi. Tukaomba au tumemwomba Mheshimiwa Rais atufikirie kutupatia lile soko, lakini pia liboreshwe. Tuone tunawezaje kuwa accommodate au mamalishe ambao wako posta, hawana sehemu maalum ya kufanyia biashara, waingie pale. Lakini unajua posta ni mjini na walaji wa chakula ni wengi. Kwa kuna possibility kwamba hata wale wa Kisutu hawakidhi pia. Lakini posta pia tunaelewa kwamba hakuna eneo ambalo tunaweza tukaomba tukasema tujengewe soko au tuwekewe utaratibu wa kuwaweka mamalishe wetu. Ndio maana tukarudi pale pale kwenye soko ambayo tayari hao mamalishe walikuwa wamepewa kwa muda walitumie, japokuwa sio rasmi, lakini pia halina mazingira rafiki ya kufanyia biashara. Tukamwomba Mheshimiwa Rais atufanyie maboresho pale, alafu tuone kama tunaweza kuwachukua au kuaccommodate hawa wengine waingie pale wote. Mtu anajua kabisa kwamba mimi nikitaka kula nitaelekea Kisutu, ili wasizagae au kupikia nyumbani na kwenda na chakula mjini. Kwa risala yenu ambayo wewe ndo mlengo leo kwa kusoma, mmesikika mkisema kwamba sasa imetosha kuitwa mama ntilie, baba ntilie, mnataka muitwe mama lishe wa kishua ama baba lishe wa kishua. Kuna nini nyuma ya hili jina jipya? Kwanza wewe usiona ile jina la mama ntilie limekaa kaka, hili limekaa vibaya. Kiasili ilikuwa bwana mama ntilie hapo. Sisi ni mama lishe. Sisi tunalisha nchi nzima. Mnajua tunawalisha asubuhi, mchana, jioni. Kuna baba lishe na mama lishe wanalisha mpaka usiku. Kwa mtupe heshima yetu. Sisi tukigoma siku moja nyinyi mnafuata tabu. Kwa hiyo mtupe heshima yetu. Kwa mtuite baba lishe na mama lishe, lakini kauli mbiu yetu ya miaka 5 inasema vaa kishua, pika kishua, kuwa mama lishe wa kishua. Tukiwa tuna maana kwamba muonekano wako wa kwanza ndio unaokutambulisha wewe. Okay. Kwa sisi tunatamani mamalishe wetu wote wawe smart. Very smart. Lakini pia upike kishua. Manake tunaondokana na mikaa, tunaondokana na gesi, tunaondokana na mkaa na kuni, tunarudi kwenye gesi. Hawa mama na babalishe wote watumie nishati safi. Kwa sababu mtu anayetumia nishati safi na mtu anayetumia mkaa au kuni, hata kimuonekano pia unaona ni tofauti. Kuwa babalishe na mamalishe wa kishua, tunatoka tulikotoka, tupo kwenye wakati mwingine, kwa tuwe wa kishua zaidi. Kwa nini hadi kuvaa mmesema vaa kishua? Yaani unavaa ukirepresent kila unachokifanya. Okay. Yes, sisi ni baba na mamalishe. Mimi wasipendi kumuona mamalishe amevaa kijora alafu anafanya biashara. Kwa sisi ni mabalozi wa kuhakikisha hawa mamalishe na babalishe wanabadilisha taswira ya hii kazi. Unajua kazi ya babalishe na mamalishe watu wanaiangalia kwa udogo sana. Yaani huwezi kumkuta babalishe na mamalishe wa chini anafanya kazi ya babalishe na mamalishe akiwa na matarajio makubwa. Yaani anafanya kazi ili kusurvive. Unaelewa? Kwamba anamka asubuhi anaenda shule anafanya biashara, usiku anachukua 2,000 ndio anakaweka. Yaani kwa sababu napika watoto watakula chakula kile kwa hakika, yani kusurvive tu kupeleka siku mbele. Lakini sisi tunataka wajue kwamba mamalishe au babalishe ni kazi kama kazi nyingine,
waiheshimu kazi yao, wakiamini kwamba inaweza kuwatoa hapo walipo na kuwapeleka sehemu nyingine au kuwavusha kuwa kwenye daraja jingine. Na kama mtu kiheshimu kazi yako na kuipenda, kubadilisha muonekano na kubadilisha utaratibu sio kazi ngumu. Sisi tunataka wavae apron, wavae kofia, wavae viatu vya kufunika, lakini mazingira yao ya kazi yawe masafi, wawe organized. Yes, kwa hiyo ndo maana halisi ya kauli mbiu yetu ya vaa kishua, pika kishua, kuwa mamalishe na babalishe kishua. Mnatamani mchangie nini kwenye pato la taifa na nyie kukua kiuchumi? Sisi tunaamini kwamba kila Mtanzania anatakiwa achangie pato la taifa, na ili mamalishe na babalishe waweze kuchangia pato la taifa, wawezeshwe, wapewe elimu na kuelewa kwamba kila Mtanzania ana jukumu la kuchangia pato la taifa, kwa sababu unavyochangia ndo barabara zinajengwa, ndo huduma zote za msingi zinapatikana hapo. Na ndo maana tumeomba pia kwenye risala yetu kwamba vinavyojengwa vizimba au watu wa halmashauri ziwekwe kodi ambazo zinaendana na biashara ya mamalishe. Sisi UMALITA tunawahamasisha wakati vitambulisho vya ujasiriamali wote, lakini pia tunaendelea kuomba taasisi za kifedha ziwape elimu au zitupe elimu hasa kuhusu swala la budget na matumizi ya fedha na akiba pia. Yes, kwa sababu kati ya vitu vigumu sana kwa mamalishe wetu sisi ni watu ambao hawaweki akiba. Yani leo akifanya biashara mtaji ukikata, kesho anaamka na malikauli. Lakini kama huyu mama akipewa elimu na kuelekezwa maana halisi au muhimu wa yeye kuwa na akiba, manake ni kwamba kama leo biashara imekuwa mbaya, kesho anaenda pale anatoa kidogo, ana boost mtaji, anaendelea. Hebu niambie, kwa nini mlifikiria kauli mbiu hii ambayo mlikuja nayo, shiriki kulinda amani na mshikamano wa taifa, amani ni hazina yetu mama na babalishe? Sisi bwana, unajua baada ya kampeni zile siku 3 zile ilikuwa changamoto sana, kwa sababu mamalishe au babalishe kutoka kwake ndo kula kwake au ndo kupata kwake. Nimekwambia mamalishe wengi sana hata kuweka akiba juu, yeye anajua akiamka asubuhi akipika watu watakula, siku itapita atapata 2000, yani unaelewa. Kwa zile siku 3 za yale machafuko zilituathiri kwa namna kubwa sana, na tukajifunza na kugundua kwamba hamna kitu cha muhimu kama amani, kwa sababu kukiwa na amani mnaendelea kufanya maisha yenu au mambo yenu ya kila siku yanaendelea, utaratibu unaendelea ule ule. Lakini amani ikitoweka hata kwa sekunde kila kitu kinabadilika. Chukua tunanunua nyanya mpaka 1000. Sasa jiulize kwa mamalishe wa chini ambaye hakuwa amejipanga, alikuwa anajua uchaguzi ukiisha kesho atarudi kazini, alafu yanatokea machafuko ya siku 3. Mtu ambaye anaamka asubuhi anachukua mchele dukani, anachukua nyama kwa malikauli, anaenda kupika, anajua mtoto akitoka shule atakula hichi, nitaweka kaela kidogo. Manake ni kwamba machafuko yametokea, ana akiba, ana chakula ndani. Kwa hiyo situation hiyo ilikuwa mbaya. Kwa hiyo tukasema sisi kama UMALITA au sisi kama Watanzania ambao Tanzania inatuhusu pia kwa namna zote, tuweke kauli mbiu hiyo ambayo itasaidia sisi au itatukumbusha kwamba amani ya nchi yetu ni muhimu sana kwetu sisi baba na mamalishe, kwa sababu kutoka kwetu ndio kula kwetu. Huwa mna baada ya kuchukua kauli mbiu UMALITA wanakwenda kuifanyia kazi hivyo? Yeah, tunaifanyia kazi. Sisi bwana, sisi kwanza unaomba ujue kwamba UMALITA sisi yani hatuna kitu kidogo. Yeah, sisi tuko very organized and tunafanya kazi kama teamwork. Kwa chochote unachokiona kimekuja mbele yenu, maana yake tumeshakishakata huko lazima kitaleta tija. Kwa hiyo hii kauli mbiu ya kongamano
itakuwa kauli mbiu ya makongamano yote ambayo Mheshimiwa Rais amezindua rasmi, kongamano la kwanza la kihistoria la mama na baba lishe Tanzania. Juliet, nikushukuru sana. Asante sana. Ni katibu wa mama na baba lishe hapa nchini Juliet Madata, ambaye tulikuwa naye hii leo tukipiga darubini kuhusiana na kongamano la kitaifa la mama na baba lishe ambalo limefanyika leo. Wenyewe wanasema kongamano la kihistoria, na tulimaliza na kauli mbiu yao ambayo wanasema kwamba shiriki kulinda amani na mshikamano wa taifa. Amani ni hazina yetu, mama na baba lishe. Nukta inatufikisha tamati ya Uchanganuzi. Naitwa Nurdin Selemani, nikutakie tu siku mwema, panapo majaliwa tukutane tena kesho. Kwaheri.